Aya, Magarini mambo? Magarini salamu alaikum. Magarini Mungu yu mwema na kila wakati. Magarini nimeregea kuwaambia asanteni sana kwa kutuinua uso. Magarini nilikuja hapa tena tukahesabu kura hapa hapa, sio? Tukatangaza ushindi hapa hapa. Na mimi nikawaambia watu wa Magarini hatutawaacha, tutaregea kuja kuwaambia asante kila mmoja. Sasa mimi nataka tukishika kofia namna hii. Nataka wale ambao kwamba wako ODM, tukitoa namna hii tunaenda hapa. Tukitoa namna hii tunaenda hapa. Tukitoa namna hii tunaenda. Sisi baba, kulikuwa kuna wakati kulikuwa kuna ule upande mwingine na upande mwingine. Baba kwa hikma yake akatuacha kwa William Samoei Ruto. Kuna wengine walitutusi sana. Sisi tulitukanwa, tuliambiwa ya kuwa tumewekewa mitego. Tukaambiwa ya kuwa sisi hatuna share. Tukaambiwa ya kuwa sisi hatufai. Tukaambiwa mambo mingi sana. Lakini sasa mimi nataka kuwauliza watu wa Magarini. Siasa haimaanishi ya kuwa tumekuwa kipofu. Siasa haimaanishi ya kuwa tumekuwa ni wenye kusahau. Siasa haimaanishi ya kuwa ya jana hatuyakumbuki tukafanya upumbavu wa kesho. Jana kuna baadhi ya watu ambao kwamba walikuwa hawaoni thamani yetu, wakatudhania ya kuwa sisi ni wapuuzi, tukatukanwa kila aina ya lugha. Leo hii wanadhania ya kuwa tutaweza kudanganywa ati tunafanyiwa kama paka, kutupiwa nyama namna hii tuweze kuwafuata, wakati wao walipokuwa katika serikali hawakututambua. Na mimi nawaambia sababu gani tutakaa pale ambapo kwamba baba Raila Amolo Odinga alituacha. Wakati wengine walikuwa katika uongozi, matatizo yetu ya ardhi hakuweza kutatuliwa. Hii wiki inayokuja William Samoei Ruto anakuja hapa kutekeleza ahadi na kupeana title deed kwa baadhi ya watu wa pwani ambao kwamba wamekuwa maskwota tangu wakati wa ukoloni. Kuna baadhi ya watu walipokuwa katika mamlaka walisema ya kuwa sisi matumbo ya watu wa pwani hatufai kuwa na vitambulisho, hatufai kuhisabika. Leo hii ndugu zetu, watoto wetu, kila mmoja anapata kitambulisho kama mwingine, na tunawaambia vitambulisho hatutovichukua kuviweka katika kabati. Tutachukua kadi za kura, watu wetu waweze kuwa ambao kwamba watahesabika. Wengine walipokuwa katika uongozi barabara zilikuwa ni kwao peke yao. Barabara ilikuwa ni kwao peke yao. Leo imekuwa ni dhambi, kwa sababu William Samoei Ruto akikaa chini na magavana wa pwani, akikaa chini na wabunge wa pwani, waamue ya kuwa na sisi tunataka huu mgao, mabarabara yanajengwa huku kwetu. Ilikuwa ni dhambi wakati ule mlipokuwa katika uongozi. Mheshimiwa Bwire hapa ameongea na mimi ni shahidi. Bandari mulichukua na mukaipeleka kwengine. Huyu William Samoei Ruto, ubaya wake ni pale aliposema ya kuwa mpeni Mgala haki yake, mpeni Mpwani haki yake. Tukaregeshewa bandari pale ambapo kwamba inapofaa kuwa. Sasa mimi nawaambia watu walioko hapa, na nataka kwenda kwa mfano. Tulipofanya elections iliyopita hapa Magarini, si chama cha UDA kilituonesha heshima
kikatuambia ya kwa hatusimamishi mtu kwa sababu hapa tunajua ni ngome ya OD, na huyu chuma hapa tukahakikisha ya kuwa ndio mbunge wenu, na panapo majaliwa huyu anaregea tena, sio? Anafaa afai? Sasa mimi niwaulize nyinyi waungwana, ule uungano wetu, ushirikiano wetu, sisi kuna ubaya gani na kusema ya kuwa tuweze kushirikiana? Mimi nilikuja hapa na nikawaambia mambo ni mangapi? Mambo ni mangapi? Ikifika mwaka 2027 mambo ni mawili. Aidha ODM itakuwa ndani ya serikali yenye kuiunda, ama itakuwa pamoja na ile ambayo kwamba itakuwa katika serikali. Hatukai katika upinzani. Hatuachwi na baba tukiwa katika mfumo wa serikali ili katika mwaka 2027 tuiharibu ndoto yake kwa sababu ya watu ambao kwamba ni wa kabila. Angalieni hao wengine. Angalieni hao wengine. Ajenda zao ni mbili tu. Na mimi naomba maradhi yao wakae nao wao wenyewe. Angalieni kila mmoja ambaye kwamba mwenye kutupinga sisi, ajenda zao ni mbili. Haiwezekani kila ajenda mnaozungumza ni ajenda ya matusi, na ajenda yenu ya pili ni William Samoei Ruto. Natamani nipate watu ambao kwamba wenye kushindana na sisi wapande kwenye majukwaa waseme ajenda yetu ya elimu ni hii, ajenda yetu ya afya ni hii, ajenda yetu ya hii ni hii. Ajenda yao matusi tu. Ajenda yao ni kukejeli. Ajenda yao ya kwanza ya pili ni Ruto must go. Sisi tunawaambia ajenda yetu ni afya, na baada ya kuongea afya tuwape sababu kwa nini Ruto must continue. Asante sana Governor. Thank you very much. Huyu Governor aendelee ama asiendelee? Ako sawa si sawa? Nataka nione mkono mpaka kule kama mmekubaliana na yeye.